kazi hii tumekabidhiwa sisi wateule wa Mheshimiwa Rais, viongozi wa kuchaguliwa na viongozi wa kuteuliwa. Wajibu wetu tulio nao nchi nzima, wajibu wetu kwa wakuu wa mikoa, wajibu wetu kwa wakuu wa wilaya, wajibu wetu kwa wakurugenzi, kila mamlaka ni kuhakikisha kwamba yale makundi maalum ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyapigia debe kila siku, basi tunayashika, tunayawezesha na tunayalinda wakati wote ili kunyanyua maisha yao. Ni wajibu wa kila Mtanzania. Na kwa kiongozi kwenye mamlaka za sekretariati za mikoa au serikali za mitaa, ambaye wajibu huu ataona kwamba ni mzigo kwake, huyo hafai kuwa kiongozi. Tunayaona leo hapa Dar es Salaam yaliyoratibiwa na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenda nchi nzima, mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Lazima nikiri kwamba nimefarijika sana. Nimefarijika kuwaona vijana wa leo wakisimama wakasema kwamba taifa hili halitakuwa na maandamano kwa sababu tumechagua maendeleo. Na wapongeza sana 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 sana, na kamwe msirudi nyuma. Mwenyekiti umenithibitishia, lakini nimewaona wenye viti wa machinga mikoa zaidi ya 17 hapa, kuanzia Arusha, Manyara na mikoa mingine, na wapongeza sana. Nataka niwaambie taifa hili lilikwisha kombolewa, na waliotangulia wanajua waliotuachia. Katika kila awamu ya taifa hili, awamu ya kwanza ya baba wa taifa lilipita katika mambo mengi, lakini ili kulijenga taifa hili kuwa Tanzania, awamu ya kwanza ilifanya mambo magumu, taifa hili likazaliwa likawa Tanzania. Awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya 4, awamu ya 5 na awamu ya 6. Nataka niwathibitishie kama waziri wa nchi, nilikushatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, nilikushatoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya. Nataka niwathibitishie njia hii mliochagua, njia ya kuleta maendeleo, njia ya kushikamana na serikali, ni njia sahihi, njia sahihi kabisa. Na sisi ndani ya serikali, nataka niwathibitishie, kamwe hatutarudi nyuma katika kuwashika mkono wa machinga wote nchi nzima. Hatutarudi nyuma kamwe. Na iwapo nikibaini kiongozi yoyote aliye chini ya mamlaka yangu atakwenda kinyume na maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, kiongozi huyo maana yake hanifai, na tutamshauri Mheshimiwa Rais vinginevyo akae pembeni. Hakuna taifa ambalo halifanyi maamuzi magumu ili taifa hilo liwe na utulivu. Nimekusha sema hapa, serikali ya awamu ya kwanza ilifanya maamuzi magumu ikazaliwa Tanzania. Halikadhalika serikali ya awamu ya pili, serikali ya awamu ya tatu, serikali ya awamu ya 4, serikali ya awamu ya 5 ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli, na sasa serikali ya awamu ya 6. Tutahakikisha tutakuwa tayari kutoa maisha yetu sisi viongozi ili taifa hili liendelee kubaki kuwa salama. Leo mmewaona viongozi wa dini hapa, mmewaona viongozi wakubwa kabisa wa dini wamekuja kuliombea taifa hili. Mmewaona, mmewaona. Lakini miongoni mwenu wapo wazee, miongoni mwenu wapo kina mama. Leo tujiulize, taifa hili likiharibika, wazee hawa watakwenda wapi? Akina mama hawa watakwenda wapi? Hata viongozi wa dini mtawaona kwenye majukwaa, kila mmoja atakimbia kunusuru maisha yake. Sasa nataka niwaambie kama waziri wa nchi, nimekusha sema
na wakuu wa mikoa. Nimekusha sema na wakuu wa wilaya, taifa hili litaendelea kuwa salama katika nyakati zote, kama ambavyo wazee wetu walikitukabidhi taifa hili likiwa salama, na sisi vijana wa karne hii tutalirithisha taifa hili likiwa salama kwa vizazi na vizazi, ambako tuwasajili wafanyabiashara ndogo ndogo. Na kanzidata inayoandaliwa na serikali, mheshimiwa mgeni rasmi, si ya kitoto. Kitambulisho kinachotoka ni cha kidigitali cha kisasa, ambacho machinga akikipata kinamuunganisha na mifumo yote ya kifedha hapa nchini, taasisi zote za kifedha, taasisi za hifadhi za jamii, NIDA, RITA na taasisi nyingine zozote. Ni cha kisasa, kinatengenezwa kwa kushirikiana taasisi yetu ya NIDC. Kwa mheshimiwa rasmi, tukawa tumeanzisha kanzidata hiyo, na mpaka sasa mfumo wa usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo unaendelea hapa nchini, ambao tunashirikiana na watendaji na waratibu walioko kwenye mikoa na halmashauri pamoja na Umoja wa Machinga Tanzania. Mheshimiwa rasmi, ninayo furaha kukujulisha kwamba mpaka tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2025 wamesajiliwa wafanyabiashara 74,564. Kati yao waliosajiliwa, ili uweze kupata kitambulisho cha kisasa cha kidigitali lazima wakilipie 20,000. Na nitaeleza kwa nini. Kwa sababu kati ya masharti, mheshimiwa mgeni rasmi, ya kupata mkopo niwe na kitambulisho. Hatuhitaji hati wala nini. Ukiwa na kitambulisho umesajiliwa, una biashara, unaenda NMB. Na mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni mkopo rahisi kuliko mikopo yote. Masharti yake ni nafuu, riba yake kwa mwaka ni 7%, lakini unakopa wewe mwenyewe peke yako kuanzia miaka 18 mpaka hata 80. Wamachinga hawa wanampenda sana Mama Samia, na leo wako hapa kwa jambo moja tu, kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri ambao wamewafanyia wamachinga hawa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wamachinga hawa wa Tanzania nzima. Generation Samia sisi ni jukwaa la fursa, na ni jukwaa ambalo limekuwa likizungumza kuhusiana na mafanikio ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 na ambayo yanaendelea kufanywa na serikali yetu ya awamu ya 6. Lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi, Generation Samia sisi pia tumekuwa tukiwa kama daraja la kuunganisha makundi mbalimbali katika jamii na zile fursa ambazo zimetengenezwa na serikali yetu ya awamu ya 6 na ambazo zinaendelea kutengenezwa na serikali ya awamu ya 6. Na ndiyo maana leo hii hapa tuko hapa tukishirikiana na machinga mkoa wa Dar es Salaam katika tukio hili kubwa la kutambua mchango mkubwa wa rais wetu katika serikali hii ya awamu ya 6 pamoja na wasaidizi wake.